Mambo ni mengi baada ya sakata la Kariakoo Derby Young Africans kutumia nyumba ya nje ya uwanja kubadilishia nguo rasmi. Sasa kamati ya masaa 72 imekuja na majibu. Adhabu milioni 30 imeweza kutolewa adhabu kwa Young Africans kwa hilo kosa. Watu wanajiuliza kanuni inasemaje kuhusiana na hii adhabu kwa Young Africans kukiuka. Kwako Kisugu, kwanza umepokeaje hii adhabu? Kwanza lazima nikiri, nami nimeiona muda so mrefu taarifa ambayo walitoa bodi ya ligi kupitia TFF katika peji zao, kuona namna ambavyo si Dar es Salaam Young Africans adhabu zimekwenda kutolewa tofauti. Lakini kiwe ya Tanzania walikuwa wanataka kuisikiliza hukumu inatokaje kutokana na namna ambavyo Dar es Salaam Young Africans katika kosa ambalo walifanya. Leo hii ukisoma taarifa ambayo walitoa bodi ya ligi kupitia kamati ya masaa 72 wana mamlaka ya kufanya kile ambacho walichokifanya kwa mujibu wa kanuni ya 1762. Ukisoma kanuni ya 1762 bado inatoa mamlaka kwa kamati wao kutoa adhabu, kuona kana kwamba adhabu hii inafaa kupewa kwa namna ambavyo kosa walilofanya. Lakini hizi kanuni tunazitafsiri kwa namna ipi? Tunaziangalia kanuni kwa engo ipi? Kwa sababu mimi najua ukiachia sheria 17 bado kanuni zetu hazijatosheleza kwa namna ambavyo matukio yanavyotokea Salome. Lakini kama kanuni haijatosheleza, maana yake kuna tatizo limetokea, tuliache. Bado kanuni zinatupa mamlaka na katiba inatupa mamlaka kwenda kuangalia kanuni za kafu na kanuni za FIFA zinasema. Leo hii ukisema na ukiangalia hukumu imelala kwenye 1762, lakini kabla ya hukumu haija kwenda kwenye 1762 lazima turudi 1720. Kanuni inatuambiaje? Mamlaka ya mechi commissioner ni nini? Mechi commissioner ndio anatakiwa kuandika ripoti ambayo inatakiwa kwenda kwenye kamati ya masaa 72. Wao ndio wanakwenda kutumia kanuni ya 1762 kwenda kutoa. Kwa hiyo ni washauri sana kamati ya masaa 72. Na imani kamati hili na wanasheria, tusikimbilie kwenye kivuli. Ili sheria ukitaka kufika kwenye kivuli, maana yake lazima uanze kutokea wapi? Juani. Ukishatoka kwenye juani ndio unakwenda kujificha kwenye nini? Kwenye kivuli. Kisugu, nisikilize Salome. Haya mambo ya kisheria usikurupuke. Wewe utaalamu wako wana habari kwenye sheria tuachie. Umesoma sheria pia. Kama umesoma sheria kabla hujakimbilia kifungu cha 1762 cha kwenda kutoa hukumu, tumwangalie mechi commissioner ambaye anapewa mamlaka na kifungu cha 1720. Kifungu ambacho kinakwenda kutoa na kuonyesha haki ya msingi ya timu mwenyeji na haki ya msingi ya timu geni. Na kama kuna mgogoro ambao umetokea katika vyumba, mechi commissioner anaweza kwenda kuhandle kwa namna gani? Lakini swali la kujiuliza, ripoti ya mechi commissioner ilisemaje kwenda kwenye kamati ya masaa 72? Je, Dar es Salaam Young Africans walikuwa katika eneo la mchezo? Walikuwa? Hawakuwa. Kama hawakuwa, 1720 inasemaje? Chini ya mechi commissioner ambaye yeye ndio msimamizi wa nini? Wa hiyo mechi. Tusibilikane Salome. Binafsi sikuridhika na hizi adhabu zilizotolewa, lakini naheshimu kwa namna ambavyo walikuwa na madaraka na mamlaka ndio wamekwenda kufanyaje? Kuziondoa hizo. Adhabu haitoshi Kisugu. Yes. Kwa sababu kwa nini adhabu haitoshi? Mimi nasimama hapo kwenye 1720 kanuni. Haki ya mechi commissioner. Mechi commissioner alipokwenda kwenye vyumba vya kuvalia nguo, na imani Dar es Salaam Young Africans ya kufanyaje? Hakuwakuta. Aliandikaje ripoti yake? Salome, hivi vitu tusikilizane. Vinahitaji utulivu. Commissioner amezunguka katika eneo la mchezo, Dar es Salaam Young Africans aliwakuta? Hakuwakuta. Kwa mujibu wa sheria inamruhusu mechi commissioner kuondoka katika eneo la mchezo kwenda kumkagua mtu kwa mzee Mbonde? Hairuhusu.
Kama imruhusu sheria yake 17-20 imefanya kazi? Haijafanya kazi. Kwa nini tunakimbilia 17-62 kwenye hukumu? Binafsi niseme sikuridhika na hii. Adhabu gani ambayo kwako unaona ingekuwa sahihi kwa hili tukio ambalo Young Africans? Na ndio maana Salome nikasema kwa sababu kanuni zetu hazijatucheleza na zinatupa njia ya kwenda kuangalia kanuni za FIFA na CAF zinasemaje. Mimi naamini nimejaribu kupitia baadhi ya kanuni. Hakuna kanuni yetu iliyoweka wazi endapo timu kama haipo eneo la mchezo adhabu yake ni milioni 30. Haipo. Adhabu yake timu kama haipo eneo la mchezo. Lazima tuangalie kanuni za CAF, lazima tuangalie kanuni za FIFA, kwa sababu katiba yetu inatupeleka huko. Endapo litakapotokea jambo tukakosa ufafanuzi kwenye kanuni zetu, lazima tuziangalie kanuni za CAF zinasemaje. Umepitia kanuni za CAF na FIFA Kisugu, zinasemaje? Salome ananitengenezea chuki na watu. Bana, tupite vizuri ili tubaki kwenye mpira wetu wa kivyetu vyetu na siasa zetu. Salome, niwashukuru sana waandishi. Harrison pia amefungiwa michezo. Salome, tubaki kwenye mpira wetu na siasa zetu Salome. Tuache mambo mengine. Lakini mpira ni mchezo wa wazi. Tunaokosea sana mpira. Mimi naamini. Tunaokosea sana mpira. Na kama leo tunakimbilia kwenda kutoa adhabu, kama nilivyosema, hatukimbilii kwanza kuziangalia nini? Kanuni. Kwa sababu kabla hujatoa adhabu